Na wakati huu basi tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake, uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chao kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi tunaelekea moja kwa moja kupokea bao la asubuhi. Hotuba ya John F. Kennedy ndiyo inanipatia fursa nzuri sana ya kutoa mafunzo yangu hapo kwenye bao la asubuhi. Hotuba ya John F. Kennedy. Januari 20 msikilizaji. Januari 20 mwaka wa 1961. Januari 20 mwaka wa 1961, 1961, baada ya John F. Kennedy kuapishwa kama rais wa Marekani, aliongea kwa dakika 14 tu zilizoleta falsafa mpya kabisa. Alizungumza kwa dakika 14 peke yake. Alizungumza kwa 14 minutes peke yake msikilizaji, ambazo hizo dakika 14 zilileta falsafa mpya kabisa kuhusu swali ambalo kila mtu anatakiwa kujiuliza kila siku anapoamka. Hili ni bao la asubuhi. Nazungumza maneno ambayo John F. Kennedy alizungumza, na hiyo hotuba yake ya dakika 14 ilileta falsafa mpya. Unatakiwa kufanya nini unapoamka asubuhi? Januari 20 mwaka wa 61, baada ya John F. Kennedy kuapishwa, alizungumza kupitia sentensi yake muhimu sana: usijiulize nchi yako itakufanyia nini, jiulize wewe utaifanyia nini nchi yako. Usijiulize nchi yako itakufanyia nini, jiulize wewe utaifanyia nini nchi yako. Mimi wakati ambapo naona vijana wa Kiafrika wanaanza kushutumu serikali yao, mimi ni mmoja wa vijana. Nimekulia kwenye mazingira ambayo naona kweli mazingira ambayo ni magumu. Nimekulia kwenye maeneo ambayo nikiyatazama kweli kuna wengine ambao namna hiyo, yani unapata maendeleo yamesonga kwenye viwango tofauti. Lakini wakati ambapo nilibaki nimepitia hii falsafa ya John F. Kennedy, niliacha kulaumu serikali yoyote ile iliyoko mamlakani, niliacha kulaumu wazazi wangu, niliacha kulaumu mtu yeyote, nikaanza kujiuliza nitafanya nini kwenye generation yangu. Nilianza kujiuliza hicho. Mimi nitafanya nini katika kizazi changu? Niliacha kuchukua muda wa kuanza kulaumu watu, nikaanza kuchukua muda wa kuanza kufikiria nitafanya nini cha utofauti ambacho wazazi wangu ama serikali haijafanya. Halo. Kuna kipindi ambacho unaacha kuanza kulaumu watu. Unaanza kuangalia wewe unaweza fanya nini. Usijiulize nchi yako itakufanyia nini, jiulize wewe unaifanyia nini nchi yako. Ask not what your country will do for you, but what will you do for your country. Ilileta tafsiri mpya ya makundi mawili ya watu kwenye kila taifa. Moja ni wale ambao wanaamini bila kujali nafasi walionayo, elimu yao na kadhalika, wanaamini wana fursa ya kuchangia katika mafanikio ya taifa lao kwa kupitia kilicho ndani ya uwezo wao. Kilicho ndani ya uwezo wako, hicho ndicho unaweza kutumia kuchangia kwenye maendeleo ya taifa. Wanaamini wana fursa ya kuchangia katika mafanikio ya taifa lao kwa kupitia kilicho ndani ya uwezo wao. Mimi kilicho ndani ya uwezo wangu ni kuwashauri vijana, ni kushauri kizazi hiki na hata kizazi ambacho kinakuja. Usipoteze muda wako, usipoteze fursa. Na nitatumia mbinu hii yote, na hata FM, Mungu akitupatia FM, hiyo ndio nafasi ambayo mimi natumia kukueleza kwamba wewe una uwezo wa kuinuka. Kuifanyia nchi yako kitu ni pamoja na kufanya kazi kwa bidii.
Wacha kukaa kwenye mawe na kusua serikali. Hata serikali ipi ije na umekaa kwenye mawe, haitakusaidia. Sasa unataka kusema serikali ya Jomo Kenyatta Kenya ilikuwa ni mbaya. Serikali ya Moi ilikuwa ni mbaya. Serikali ya Kibaki ilikuwa ni mbaya. Serikali ya Uhuru ilikuwa ni mbaya. Na kama serikali ya Uhuru ya Moi ya Kenyatta, Jomo Kenyatta, serikali ya Uhuru Kenyatta, serikali ya Mwai Kibaki ilikuwa ni nzuri, nionyeshe kile ambacho ulifanya kwenye hizo serikali. Ndio useme serikali ya William Ruto ni mbaya. Nionyeshe vitu ambavyo ulifanya kwenye zile serikali. Kwa sababu nazungumza na wazee. Wanionyeshe walichokifanya. Walieleza kwamba wakati ambapo Jomo Kenyatta alikuwa ni kiongozi wa nchi, nilifanya. Wakati ambapo Moi alikuwa ni kwenye nchi, hiki nilifanya. Wakati ambapo Mwai Kibaki amekuwa, hiki ndio nimefanya. Nionyeshe. People always wanapenda kushift goals. Nazungumza kwa sababu mimi ninaelewa. Hakuna wakati ambapo utabaki umeshift goals. Serikali ambayo iko na makusudi. Wewe jiulize unafanyia nini nchi yako? Kuwa mwaminifu na kusimamia haki. Kuwatia moyo wanaofanya mambo mazuri kwa taifa. Kuwa na ushawishi chanya kwenye jamii, kukemea uovu. Kemea uovu. Lakini usikae kwenye kukemea uovu. Wewe unafanya nini? Usipoteze muda. Kitu cha pili ni wale ambao kila wanapoamka wanaanza kutafuta mtu wa kumlaumu. Na kama kuna kitu kibaya sana ni mtu kuamka asubuhi na mapema alafu anaanza tu kitu cha kwanza anaanza kulaumu. Serikali mbaya, sijui babu yangu alizembea wakati wengine wananyakua mashamba, baba yangu alifanya sijui nini, wazazi sijui nini. Utalaumu mpaka watoto wakusaidii. Utalaumu mpaka wajukuu. Na hii ndio tabia watu wako nayo sana. Wanapenda kulaumu na kuonyesha kuwa hakuna chochote wanachoweza kufanya kuchangia mabadiliko katika nchi, katika ukoo wao. Wanaamini katika kukubebesha lawama wazazi. Utabebesha wazazi lawama, wazazi wengi wengine wamefariki dunia. Sasa unambebesha mzigo, mtu alishaondoka, halipi ushuru. Wengine wanabebesha marafiki. Unapata mtu anabebesha marafiki mzigo. Mwingine anabebesha mabosi. Boss, kama sio boss, ndio boss alikufanyia madhara. Sasa amekufunga kwenye ubongo wako usifikirie. Wengine wamebebesha viongozi. Yaani inakuwa ni kubebesha watu mizigo tu. Unapata mtu anabebesha watu mizigo, hata wengine wamefarakana na dunia. Walishatangulia mbele za haki, unambebesha mzigo ya kazi gani? Na hata walipokuwa hai haukuwasaidia. Haukuwapatia mawazo, tukifanya hivi tunaweza faulu. Mara zote uamini kuwa hawana nguvu ya kulete mabadiliko kwao wenyewe na kwa jamii inayowazunguka. Kuna wakati unaweza kudhania kuwa unachofanya kwa ajili ya nchi yako ni bure. La hasha. Kila mbegu njema itaota. Hiki ambacho mimi nakifanya leo hii, kukushauri, kukutia moyo, kitanipandisha ndege. Kitanipeleka kwenye mataifa kwenda kuhutubia watu. Hiki ambacho nakifanya hivi leo kinaweza kunifanya nikawe mbunge wa eneo langu na uwakilishi bunge. Kwa sababu ninachokifanya kinaweza onekana kama ni kitu ambacho hakipo, lakini ni mbegu inaanguka udongoni na itaota. Kwa sababu watu wanaangalia vile ambavyo nimetembea, vile vitu ambavyo nimesimamia, na wanaangalia, wanapiga picha, hata watapiga picha katika kijiji changu nilikozaliwa, nyumbani vijijini. Wanasema huyu kweli ni kiongozi. Tunampatia nafasi ya kuongoza. Tunampatia ridhaa. Lakini wakati ambapo ninaanza hivi, hakuna atakaye nipigia makofi. Kila kitu ni mbegu.
Ndiyo maana Biblia inasema msichoke kutenda mema, kwani mtavuna kwa wakati wake. Hata kama kila mtu haoni thamani ya unachofanya au kinaonekana ni kidogo, wewe amua kuendelea kufanya kwa zaidi, kwa faida ya nchi yako na kizazi chako. Endelea kufanya tu. Endelea kufanya. Endelea kufanya. Hata kama hakuna mwenye naona, wewe endelea kufanya. Ni mbegu. Wewe amua kuendelea kufanya kwa faida ya nchi yako na kizazi chako. Mimi nakuuliza swali. Leo utafanya jema lipi kwa nchi yako? Sio nchi yako ikufanyie. Utafanya jema lipi kwa nchi yako? Na kurejesha kwa maneno yake John F. Kennedy, alisema tarehe 20 mwaka 1961, na aliongea falsafa ambayo ilikuwa ya dakika 14 pekee. Akasema, usijiulize nchi yako itakufanyia nini, jiulize wewe utaifanyia nini nchi yako. Na mimi navunja hivi vipande hadi chini kabisa. Usijiulize jamii yako ama baba yako na mama yako watakufanyia nini. Wewe jiulize utawafanyia nini wazazi wako. Maana unasubiri uweze kuwafanyia, wao walishindwa. Na hicho ndicho kiziba mkonga, ndio bao la asubuhi. Na hilo ndio bao la